Na tukirejea hapa nchini tuzungumzie kuhusiana na wiki ya chanjo ambayo imekuwa ikiendelea kuadhimishwa kwa masuala mbalimbali yakisisitizwa, na tunaye hapa mgeni studioni kuzungumzia hilo. Hakika kama ulivyoanza kugusia Goodluck, tuko katika wiki ya chanjo na leo hii tunaangalia zaidi kuhusu chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi kwa mabinti wa kuanzia miaka 9. Ni chanjo ya aina gani na ni kwa namna gani mabinti hawa wanatakiwa kupatiwa? Tunaye hapa bingwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, Dr. Phyllis Nyimbi. Karibu sana Dr. Karibu sana Dr. Asante sana. Tukipata kuanza kupata ufahamu wa ujumla tu kuhusu hii saratani ya mlango wa kizazi, ni saratani ya aina gani hasa? Asante sana ndugu mtangazaji, kama ambavyo umezungumzia kwamba wiki hii ni wiki ambayo tunaendelea na maadhimisho ya chanjo, na kwa kila taifa limejipangia siku ya kufanya kazi ya kufanya maadhimisho haya, lakini kwa Tanzania huwa tunaadhimisha wiki juma la mwisho la mwezi wa 4, yani mwezi huu Aprili. Kwa wiki nchi nzima tunafanya maadhimisho haya, na maadhimisho haya tunayafanya kwa kutoa huduma za chanjo. Tunatoa huduma zote za chanjo ambazo ziko katika mpango wa taifa wa chanjo. Kwa hiyo katika ujumla wa zile chanjo ni pamoja na chanjo izuiayo saratani ya mlango wa kizazi, na tunawapa hawa mabinti wa umri wa miaka 9. Kwa hiyo ni saratani ya mlango wa kizazi, ni saratani ambayo tunaizungumzia kwamba inasababishwa na virusi vya human papilloma virus. Virusi hao wako aina nyingi, lakini virusi ambavyo tunavizungumzia ni vile virusi vya aina ya 6, 11, 16, 18, kwa sababu viko mpaka aina 12 ambavyo tafiti mbalimbali vinaonyesha kwamba virusi hivyo vya human papilloma virus aina 12 vinasababisha madhara kwa binadamu, hususani kwa wanawake, na vinasababisha katika mlango huo wa kizazi. Lakini kwa chanjo yetu hii ya HPV tunaitoa kwa sasa hapa nchini, ni chanjo ambayo inazuia aina 4 ya hivyo virusi, aina ya 6, aina ya 11, aina ya 16 na aina ya 14. Licha ya kwamba kuna aina nyinginezo za virusi bado vinakuwa havijazuilika, lakini vile vile tunaizungumzia kutokana na tafiti mbalimbali, inazungumzia kwamba aina ya 16 na aina ya 18 ndio ni hatari zaidi, na kwa tafiti mbalimbali vinaonyesha hivi vina contribute au vinachangia kwa asilimia kubwa sana katika saratani hii ya mlango wa kizazi. Lakini nikikurudisha nyuma kidogo kwa historia, au pia nikikurudisha katika tafiti mbalimbali duniani zimefanyika zikisema kwamba human papilloma virus vinachangia kwa asilimia 5 ya kansa zote zinazowagusa wanawake, yani inachangia kwa asilimia hiyo, lakini vile vile inapelekea muda mwingine kusababisha duniani karibia wanawake zaidi ya 500,000 kila mwaka wanagundulika kuwa na visa hivi vya saratani ya mlango wa kizazi, na wanawake karibia takribani zaidi ya 300,000 wakipoteza maisha kutokana na maambukizi ya virusi hivi vya human papilloma virus. Lakini ukija kwa Tanzania kupitia WHO inasema kwamba karibia asilimia 30 human papilloma virus ina contribute kwa wanawake kusababisha saratani ya mlango wa kizazi. Lakini ukimalizia ukija kwenye taarifa za GlobalCan inasema kwamba takriban kila mwaka kwa hapa Tanzania tunakuwa na visa vipya karibia 10,000, lakini katika wanawake 100,000 wanawake 42
na kitu wanakuwa wanapoteza maisha. Kwa hiyo hii ni saratani ambayo inaleta madhara makubwa kwa wanawake. Sasa kwa nini mabinti kuanzia miaka 9 ndio wapate chanjo hii? Ni kweli ndugu mtangazaji, swali lako unavyouliza, mabinti wa miaka 9 tunawapa chanjo hii, lakini tukiwa pia tumeshawapatia wanawake wengi mabinti toka mwaka 2014 tumekuwa tukitoa hii chanjo na tulianza katika mkoa mmoja tukatoa chanjo kwa umri wa miaka 9 hadi miaka 14, lakini ilivyofika mwaka 2018 tuliweza kutoa chanjo nchi nzima na tulitoa kwa umri wa miaka 14. Tulikuwa tunawapa dozi 2. Walikuwa wanapata wanapokuja kwa mara ya kwanza wanapata dozi 1, halafu baada ya miezi 6 wanamalizia dozi ya pili. Lakini mwaka 2024 nchi nzima tulibadilisha dozi, tukatoka kwenye dozi 2 na tukaenda kuwapa dozi 1 na tukawapa wasichana wa umri miaka 9 mpaka miaka 14. Lakini sambamba na swali uliloniuliza kwamba kwa nini ni umri huu wa miaka 9, tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba umri wa miaka 9 ni umri mzuri ambao chanjo hii inafanya kazi vizuri ya kuzuia saratani, kuzuia kuendelea au kuzuia maambukizi ya kirusi hiki cha human papilloma. Lakini sambamba na hilo tunafikiria pia umri huu ni umri ambao mabinti kwa namna moja au nyingine wanakuwa hawajaanza ratiba ile ratiba ya mapenzi, kwa hiyo wanakuwa bado wako katika hali fulani. Kwa ile chanjo ukiitoa inakuwa inafanya kazi vizuri. Kumbuka ndugu mwanahabari kwamba chanjo ile sio kwamba inatibu bali inakinga. Kwa hiyo tunaamini tukiwapa katika umri huo tutakuwa tumewakinga dhidi ya maambukizi ya kirusi hiki cha human papilloma. Sasa wakati mnatoa elimu hiyo, pia kuna kukabiliana na dhana ama imani potofu ambazo zimejengeka kwenye jamii. Kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba chanjo hii inaweza kusababisha utasa. Wengine wanaamini kwamba inahimiza ngono za mapema, yani kwamba unavyompa hiyo chanjo maana ni kama unamwambia sasa ruksa kwenda kufanya hivyo vitendo. Lakini pia kuna hoja za usalama na madhara pia ambayo yanatokana na chanjo hii. Mnakabiliana vipi na hizi dhana wakati ambapo mnatoa elimu kuhusu kutoa chanjo ya HPV? Asante. Tunakabiliana nao kwa kuendelea kuelimisha, kwa sababu katika utoaji wa chanjo hii tunashirikisha wadau mbalimbali ikiwemo sekta ya elimu, wakiwa viongozi wetu katika jamii, viongozi wa dini, viongozi wa kijamii, makundi mbalimbali. Kwa hiyo bado tunakuwa tunatoa ile elimu kwamba chanjo hii ni chanjo salama, imethibitishwa na Shirika la Afya Ulimwenguni, lakini vile vile hapa nchini tuna mamlaka ambayo inathibitisha, TMDA. Kwa hiyo TMDA pia ni chombo chetu ambacho kiko ndani ya taifa letu, kimethibitisha kwamba chanjo hii ni salama, na bado tunakuwa tunaeleza kwamba chanjo hii ni salama, haileti madhara yoyote, haileti utasa kwa mabinti. Na kama haitoshi, bado tunafanya tafiti, ufuatiliaji. Sisi mpango wa taifa wa chanjo tuna kitengo cha ufuatiliaji, surveillance. Huwa tunafuatilia magonjwa yote na madhara yote ambayo yamkini yanaweza kutokana na chanjo. Kwa hiyo huwa tunafuatilia, lakini vile vile tunao mabinti wengi ambao wanaweza kawa pia ni mabalozi, wakaendelea kuwaambia na kuelimisha jamii kwamba chanjo hii ni chanjo salama, kwa sababu wana watoto. Fikiria muda wote tumetoa alikuwa na umri wa miaka 14, sasa hivi ni almost miaka kadhaa imepita. Kwa hiyo wanaweza wakaendelea na wao, kwani mabalozi tunao. Kwa hiyo haina madhara yoyote, na tunaendelea kuelimisha jamii kwamba wapeleke watoto. Sawa Dokta, na kuna hoja nyingine sijui kama zina msingi wa kisayansi, lakini wewe uzuri kwamba uko hapa utatusaidia kufafanua.
kwamba mwenzangu aliuliza kwa nini mabinti wa miaka 9, sio kuanzia miaka 9. Yes. Sasa na mimi nauliza kwa nini mabinti, kwa sababu ukijaribu kuangalia wanawake au mabinti ndio wanaathirika zaidi na hizi virusi, lakini katika wale wasambazaji zaidi, si kama utanisahisha kama nitakuwa napatia unakosea, wanaume nao pia wanasambaza, sio? Sasa unahoja kwamba kwa nini wanaume nao hawachanjwi, wanachanjwa mabinti peke yao? Asante sana. Ni kweli kwamba wanaume tunaweza tukasema wao ni kama carrier, na kwamba wanawake ndio tunaopata madhara hayo. Tuseme kwa sasa katika nchi yetu tumeanza na wanawake, japo kwamba baadhi ya maeneo pia wanawapa pia na wavulana, ila sisi tumeanza na kuwapa kwanza wanawake kutokana na madhara makubwa mpaka sasa ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa kina. Wanaume nao wanaweza kuchanjwa pia. Ila kwa sasa sisi katika taifa letu na kupitia vyombo na vyombo sahihi ambavyo vinaidhinisha kwamba tumeanza na wanawake kutokana na kwamba kukinga saratani ya mlango wa kizazi kwa kuwapa chanjo hii ya HPV inazuia takriban kwa 50%, 90% kutokana na tafiti mbalimbali. Kwa hiyo tumeanza kuwahudumia wasichana ili tuwakinge wasiende kwenye wimbi la kupata visa hivi vya saratani ya mlango wa kizazi visababishwavyo na virusi hivi vya human papilloma. Kwa mnamkinga mpokeaji. Tumemkinga huyu wakati wanaume visa vyao ni bado viko chini sana, chini sana. Lakini kwa sasa tafiti iko ni kubwa kwamba wanawake wanapata madhara makubwa. Na hapo kwenye visa kuwa chini, wanawake visa kuwa vingi, hali ikoje kwa ujumla kuhusu saratani ya shingo ya kizazi? Kwanza mwanaume anaweza akapata saratani ya shingo ya kizazi? Hapana, mwanaume hawezi kupata. Labda mwanaume anaweza kapata, tunaita penile cancer, yani ile umbo lake la uume lile lina penile, yani anaweza kupata. Shingo mlango wa kizazi upo kwa wanawake, na madhara ni makubwa sana, na tunasema kwamba pamoja na juhudi hizi zote zinazoendelea, visa vinaendelea kupungua. Kwa hiyo ndio maana bado tunapaswa kuendelea kutoa hizi chanjo ili kizazi hiki, jamii hii tuweze kuilinda na visa hivyo. Lakini pia utaona kwamba kutokana na saratani kuimarishwa kwa huduma za afya, unaona kwamba hospitali zetu, hospitali kubwa kama Ocean Road ndo haswa ambayo inashughulika na masuala ya saratani, lakini pia kuna hospitali zingine kule Bugando na maeneo mengine bado tunatoa hizo huduma. Lakini kikubwa tunachoendelea kusisitiza ni kwamba umri wa miaka 30, mwanamke mwenye umri wa miaka 30 na zaidi tunahamasisha aweze kwenda kufanyia uchunguzi wa awali mapema ili kuweza kuangalia kama kuna mabadiliko yoyote katika eneo hilo la mfumo mzima wa uzazi, hasa kwenye eneo hilo la mlango wa kizazi, ili mabadiliko yale yatakapotokea itakuwa rahisi kupata matibabu, lakini pia itakuwa rahisi kupewa namna ya kuzuia ili yale mabadiliko yasiende moja kwa moja kwenye kutengeneza saratani. Kwa hiyo juhudi ni kubwa sana. Juhudi ni kubwa zinazofanyika na serikali yetu. Sasa kwa hivyo mnatoa chanjo hizi bure kabisa kwa hawa mabinti, na ni maeneo gani ambayo mnatoa chanjo hizi? Tunatoa chanjo hizi bure kabisa. Chanjo zote hapa nchini kupitia mpango wa taifa chanjo chini ya Wizara ya Afya zinatoa chanjo bure. Hakuna chanjo inayouzwa. Chanjo hii
inatolewa kwa wasichana hao wa umri wa miaka 9, lakini na hata wale wa miaka 10 hadi 14 endapo atakuwa hakupata katika mazoezi yote tuliyofanya hapo nyuma, naye anaruhusiwa kupata hizo chanjo. Chanjo hizi huwa tunatolea kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma ambavyo viko takriban ya vituo 8,000 na zaidi, vinatoa huduma za chanjo, lakini vile vile huwa tunatoa pia mashuleni, lakini vile vile huwa tunaenda pia tunatafuta kwenye jamii community. Chanjo hii msichana anapata kwenye bega lake la kushoto ndani ya msuli. Kwa hiyo anachomwa na anapata, na mwisho wa siku anapewa kadi ambayo inamtambulisha yeye kwamba amepata hiyo huduma. Kwa hiyo ni chanjo, huduma za chanjo hapa nchini zinatolewa bure kabisa. Shukrani sana Dokta, na elimu hii ni muhimu hata baada ya wiki ya chanjo kukamilika. Tunakushukuru sana. Tumezungumza na Dr. Phyllis Nyimbi, huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, na kubwa zaidi ni chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi kwa mabinti kuanzia miaka 9, ikiwa tunaadhimisha wiki ya chanjo duniani.